Msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania, Juma Jux, ameweza kufunga ndoa na mchumba wake Priscilla Ojo, ambaye ni moja katika mabinti kutoka pale nchini Nigeria ambao ni mwigizaji mashuhuri sana, Iyabo Ojo. Ndoa ambayo imeweza kufanyika pale Lagos nchini Nigeria imeweza kuibua misisimko mikubwa sana katika mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari vya kimataifa, na kutokana na mandhari yake ya kifahari na muunganiko wa tamaduni mbili, Afrika Mashariki pamoja na Magharibi. Lakini pia tumeweza kushuhudia wasanii wengi wakubwa sana kutoka pande mbalimbali na watu maarufu ambao wameweza kuhudhuria harusi hiyo. Tumeona wasanii kutoka Tanzania wakivuka mipaka kushuhudia tukio la mbingu za maisha, huko tukimuona Diamond Platnumz, Simba la Masimba Dangote, D-Voice, London Boy, Ommy Dimpoz, Jinako Warawara, Binas Nenka Mathioso, Malaika pamoja na watu wengine kibao kutoka katika nchi ya Tanzania. Na upande wa Nigeria tumeweza kuona mtu kama Peter Okoye ambao ni Mr. P, wengi tulikuwa tunamjua katika kikundi chake cha P Square, alikuwepo kusherekea na wanandoa. Vile vile tumeweza kumshuhudia Toke Makinwa, mwanamitindo na mtangazaji maarufu ambaye alionekana akipendeza kwenye hafla, na bila kumsahau Denril Odun, mtangazaji maarufu ambaye anavutia watu sana kwa muonekano wake wa kipekee, pamoja na influencers na waigizaji wa Nollywood. Marafiki wa familia ya Ojo walikuwepo kwa wingi sana. Sherehe hiyo haikuwa tukio la kawaida, bali ilikusanya majina makubwa sana kutoka pande mbalimbali za Afrika katika bara la Afrika. Wageni walivalia mavazi ya kifahari yaliyoendana na rangi kuu ya tukio, beige, pinki, nyeupe pamoja na dhahabu. Keki ya harusi ilizua gumzo kubwa sana mitandaoni kwa muonekano wake wa kipekee uliovutia watu wengi sana, ikiwa ni muundo ambao unafanana na jumba la kifalme. Lakini kwa upande wa Priscilla Ojo pamoja na Jux, walishafanya sherehe ya Kiislamu nchini Tanzania mapema sana mwaka huu wa 2025. Na kabla ya kuelekea Lagos kwa ajili ya harusi ya kanisani, harusi hiyo imekuwa sio tu muungano wa watu wawili, bali pia ni mfano wa namna sanaa ya muziki inavyoweza kuunganisha mataifa, tamaduni pamoja na watu wenye historia tofauti. Kilichovutia zaidi ni namna tukio hilo lilivyoweza kubeba mvuto wa kisasa wa kijamii, huku Jux alitoa wimbo maalum ambao unaitwa God Design aliyomshirikisha msanii Phyno, msanii kutoka pale nchini Nigeria, na kama zawadi ya upendo kwa mchumba wake. Mashabiki kutoka pande mbalimbali za dunia wameendelea kusherehekea tukio hilo mitandaoni, wakionyesha kuwa mapenzi hayana mipaka. Hili hapo ni moja katika matukio ambayo wameweza kutoa ramani mpya ya ushirikiano wa kisanaa, kijamii pamoja na kimapenzi kati ya wasanii wa bara la Afrika. Mimi nataka unipange kitu kimoja hapo kati. Je, umeona kitu gani katika sherehe hii ya Priscilla Ojo pamoja na Jux kutoka pale Lagos nchini Nigeria? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.